mataifa yataitana kwa ajili yenu maadui kama wanavyoitana walaji wa chakula kwenye sahani ya chakula. Katika aliyosema sallallahu alaihi wasallam asema yushiku an tadaa alaykumul umam kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha. Itafika, imekaribia kufika wakati mataifa yataitana kwa ajili yenu kama wanavyoitana walaji wa chakula kwenye sahani ya chakula. Chano, qas'a, jisinia kubwa lile la mbao. Zamani wale wazee wale zamani wanafahamu, katika miji hii ya kimwambao watu walikuwa wakila katika chano, jisinia kubwa la mbao, waweza kukaa watu 20 mahali pamoja. Inaitwa qas'a, ingine tachano, ingine kihero, ingine majina tofauti tofauti. Kwa hiyo watu wataitana kwa ajili yenu nyinyi maadui kama wanavyoitana kwa ajili ya kula, walaji wanavyoitana kwenye sinia ya chakula. Mataifa haya yatakaa na hawa na hawa na hawa, wakae mezani, wapange mipango na mikakati ya kuwamaliza Waislamu, wagawane miji ya Waislamu, wagawane farawati za Kiislamu, yani utajiri wao na rasilimali zao wazichukue wao. Kama mna petroli waichukue wao, mna gasi waichukue wao, mna dhahabu zao. Yushiku an tadaa alaykumul umam kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha. حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. قالوا أمن قلة يومئذ يا رسول الله. وصحابة wanashangaa, ni kwa sababu ya uchache ya Rasulullah, tuko kidogo, kwamba wakati huo sasa mpaka makafiri waweza kukaa wakapanga njama ya kutumaliza sisi, wafanye wanachokifanya wanachokitaka, kwa sababu sisi ni kidogo, sisi ni wachache. Mtume صلى الله عليه وسلم alijibu nini? Qala bal antum yawmaidhin kathir. Bali hapana, nyinyi kwa wakati huo mtakuwa mko wengi, wengi si kidogo. Na mashaallah Waislamu si kidogo katika huu ulimwengu, wengi, tuko wengi sisi. Si ndio hivyo? Waislamu tuko wengi. Walakinnakum ghutha ka ghutha as-sayl. Lakini nyinyi mtakuwa ni kama povu lile linalobebwa na mafuriko, takataka zinazobebwa na mafuriko. Unaona mvua kubwa ikinyesha, alafu maji ya mvua yameteremka kutoka milimani, mito imejaa, mabonde yamejaa, tunaona maji yakitiririka kwa nguvu. Sasa kuna zile takataka na yale mapovu yako juu pale, yanaelea, yanapelekwa tu. Sasa nyinyi Waislamu mtafika hadi ya kuwa nyinyi ni kama takataka zinazopelekwa. Unajua hizo takataka zilivyo, kwanza malahu qima, hazina uzito wowote wa kuzuia maji. Kwanza maji yatakwenda, zataka hazitaki. Na hizo takataka hizo na hayo mapovu hayo hayana khiari kwamba mtashuka hapo mbele, hapo Kingorani. Hakuna cha Kingorani hapo, wala Mwembe Tayari. Wao utapelekwa tu maji yanapoelekea. Ghuthaun walakinnakum ghuthaun ka ghuthai sayl. Kwa ile ghuthaia itaingia katika nafsi zetu kiasi ambacho maadui zetu hawatakuwa na hofu kabisa na Waislamu. Yani waweza kupanga jambo la dhulma ya wazi kabisa, hawamuogopi yoyote. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Hawana hofu, wazungumza wazi kabisa, toka hivi hivi. Hii si dhulma, lakini hivi ndio hivyo. Wewe utafanyaje? Hubadilishi chochote, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kuna kitu amekiondosha. Hadithi inasema wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha kwenye vifua vya maadui zenu hofu na tisho. Hamuogopeshi tena, hamtishi tena.
Tasema Allahu Akbar. Unajua hii fujo tu, tutamkamata mahali fulani huyo. Tutampigia ngoma atakuja tu. Tutamtilia riba atakula tu huyo. Huyo hana kitu, jazba tu hapa. Hawana hofu, washachujua. Waislamu tukitaka basi. Allah zile hofu katika nyoyo za maadui amezitoa. Maadui hawatuogopi tena. Ile sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba haiko. Walanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Na Allah ataondosha katika nyoyo za maadui wenu hofu, tisho la kuogopa nyinyi. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn. Na Allah ataweka wahni katika vifua vyenu. Atatia maradhi ya wahni ndani ya vifua vyenu. Tumesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoandika barua, ilikuwa ni kipindi cha baada ya mwaka wa 6, mwaka wa Hudaybiyah. Barua ndio ziliandikwa wakati ule. Baada ya mkataba wa Hudaybiyah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anapeleka wajumbe na kipeleka barua kwa wafalme mbalimbali katika miji. Katika wafalme aliowapelekea barua, mwanzo kabisa nimesema, katika wafalme waliopelekewa barua na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Herakl adhim ar-Rum. Wama adraka mar-Rum. Barua iliandikwa kwa mkubwa, kiongozi mkuu wa Warumi. Dola ya Warumi kwa wakati huo ni imperatoria kubra katika alalam, kama ilivyokuwa Amerika leo. Kwa sababu imperatoria ya Warumi ilitawala Asia Sughra, sehemu kubwa, Misri, Sham, Yemen, wote hao walikuwa wako chini ya Warumi, dola ya Kikristo. Ethiopia, Misri na Afrika kwa ujumla, katika nchi nyingi ziko chini ya daula ya Rum. Ule Abraha yule alitaka kwenda kuivunja Al-Kaaba, yule alikuwa ni mtawala katika kupitia dola ya Warumi. Na ndio maana akajenga kanisa kubwa pale Sanaa. Sasa kiongozi wao aandikiwa barua na Mtume sallallahu alaihi wasallam, atatemeka. Mpaka Abu Sufyan, adui wakati huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan alikuwa adui mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajasilimu. Ashangaa, laqad amira amru ibn abi Kabsha hatta yakhafuhu maliku bani al-Asfar. Jambo la Muhammad mtoto wa Abu Kabsha, na kilikuwa ndio lakabu walombandika nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumtweza. Jambo lake limekuwa kubwa kiasi hiki mpaka mfalme wa Warumi anamuogopa. Ile mahaba na hofu na ar-ru'b ilitawala katika nyoyo za maadui. Na katika msingi mkubwa kabisa wa kufaulu, adui yako awe anakuogopa, asikuchukulie rahisi. Sasa sisi katika kitu kitakachopotea kwetu ni kuingiwa na al-Ghuthaiyya. Al-Ghuthaiyya itapelekea kuondoshwa hofu katika nyoyo za maadui zetu. Hem, tujiulize, kweli hawa makafiri watuogopa sisi? Wakitaka mali zetu hawezi kuzichukua. Wakitaka kututia katika majela hawawezi kutuingiza. Wakitaka kutuua hawataweza. Kwani kinachoendelea huko Gaza na sehemu nyingine, katika miji ya Gaza na sehemu nyingine, Allah wanusuru ndugu zetu almustadhafina walioko katika miji hiyo na sehemu nyingine. Kwani wakitaka kuangamiza na kuharibu miji, nani atawazuia? Kwani hakuna Umoja wa Mataifa? Kwani hakuna haki za binadamu? Kwani wale sio binadamu? Lakini wao wanafanya wanalolitaka kwa sababu hawamuogopi yoyote. Na Allah subhanahu wa ta'ala jambo jingine atatia mapenzi ya wahni katika nyoyo zetu. Wahni maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitafsiri akasema ni hubbu dunya wa karahiyatul maut. Ni mapenzi ya dunia tu. Kutoka kwenye kukhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zapelekea katika mikhalafat na katika ikhtilaf na mizozo na watu kwenda kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tuipenda sana dunia
kwa mapenzi makubwa. Na hii ni sifa ya makufar. Wa innahu lihubbil khairi la shadid, na hakika yeye mwanadamu kafir kwa sababu ya kupenda mali ni bakhili mno. Ndio sifa ya makufar walionayo, tutaibeba sisi. Nasallallahu alafia wassalam.